Baada ya misimu zaidi ya 6 klabu ya Simba kucheza hatua ya robo finali, hatimaye msimu huu wa mwaka 2024-2025 wanafanikiwa kufuzu kwenda hatua ya finali ya kombe la shirikisho Afrika. Safari ambayo watu wengi ni kama walikatia tamaa baada ya Simba kuruhusu magoli 2-0 kwenye mchezo dhidi ya Al Masry, mchezo wa robo finali. Simba wanafanikiwa kufuzu kuingia hatua ya nusu finali baada ya kufanya comeback ya magoli 2-0 kisha kuondosha Al Masry kwa changamoto ya mikwaju ya penalti. Kisha baada ya hapo wanafanikiwa kuwaondosha tena Stellenbosch katika hatua ya nusu finali, ushindi wa goli 1-0 ulipata visiwani Zanzibar, goli la Jean Charles Ahoua, kisha sare bila kufungana ama suluhu ambayo ilipatikana kule Afrika Kusini inawapeleka Simba katika hatua ya finali, hatua ambayo hakuna mashabiki yoyote ambaye alidhani kwamba kitu kama hiko kingeweza kutokea, hasa timu baada ya kupoteza kwa magoli 2-0 katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa kombe la shirikisho. Mambo vipi? Poa kaka. Bwana mzuka mkubwa, hatimaye tumetinga finali. Ni kitu ambacho wana Simba walikuwa wakisubiria kwa hamu. Ndio. Hii hatuishii hapa. Ndio. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu inshallah. Ndio. Tunaenda kuchukua taji hili inshallah. Safari ya klabu ya Simba katika hatua ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika inaifikisha mpaka nchi ya Morocco katika viwanja vya manispaa ya Berkane nyumbani kwa timu ya RS Berkane katika mchezo wa fainali hatua ya awali ama hatua ya kwanza. Ambapo utachezwa mchezo wa kwanza kisha fainali ya pili inamaliziwa Tanzania na ndiyo ambayo itakayoamua bingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Katika mchezo wa kwanza, kikosi cha mwalimu Fadlu Davis kilianza na wachezaji Pempen Kamara, Chamu Karabu, Fabrice Ngoma, Charles Ahoua, Shomari Kapombe, Lionel Ateba, Abdulrazak Hamza, Mohamed Hussein, Yusuf Kagoma, Elie Mpanzu, Kibu Dennis ndo alifunga dimba la kikosi hicho. Katika mchezo wa raundi ya kwanza, yaani mchezo wa awali, Simba ilipoteza kwa magoli 2-0 ambayo yalifungwa kwa dakika za mwanzoni za michezo. Magoli yakifungwa na wachezaji Mamadou Kamara dakika ya 8 pamoja na Osama Lamlaoui dakika ya 14. Baada ya taarifa ilivyotoka, kwanza kulikuwa na kama sitofahamu kwamba kuna uwezekano ikawa ni kweli ama sio kweli, kwa sababu ukiangalia mpaka CAF wenyewe wanakuja kuconfirm kulikuwa na maneno mengi kwamba itachezwa kwa Mkapa, itachezwa Amani, itachezwa kwa Mkapa, itachezwa Amani. CAF wenyewe walichelewa kutoa hiyo taarifa, na ukiangalia kwenye kupitia website yao walikuwa hawakuweka uwanja ambao ndio utatumika kwa ajili ya mchezo wa finali mpaka siku 5 kabla ya finali. Na hata Simba walivyorejea kutoka kule nchini Morocco ambapo ndo walitoka kucheza mchezo wa mkondo wa kwanza, walishasema kwamba watakuja kutolea taarifa hapo baadaye. Hawakusema moja kwa moja kwamba mechi tayari imehamishiwa katika uwanja wa Amani. Kwa mashabiki bado walikuwa na imani kwamba kuna uwezekano uongozi wa klabu yao wanaweza wakafanya jambo lolote lile kuhakikisha kwamba mchezo unachezwa katika uwanja wa Mkapa, uwanja ambao wana historia nao kubwa, wameshafanya maajabu mengi sana katika uwanja ule. Kwa walikuwa wanaamini hata mchezo huu wa mkondo wa pili wa finali kama utachezwa pale kwa Mkapa, uwezekano wa kurudisha hayo magoli 2 ambayo RS Berkane walikuwa wameyapata nyumbani kwao ulikuwepo kwa kiasi kikubwa sana. Na baadaye
taarifa inakuja kutoka kwamba ni official, mchezo wa mkondo wa pili wa Simba dhidi ya RS Berkane umehamishiwa visiwani Zanzibar kutokana na uwanja wa Mkapa kutokidhi baadhi ya mahitaji, ikiwemo swala la picha ambalo ndio lilikuwa linaongelewa kwa kiasi kikubwa kwamba pichi ya uwanja wa Benjamin Mkapa haiko vizuri na kipindi hiki ni kipindi cha mvua, hivyo uwanja ambao utatumika kwenye mchezo wa fainali utakuwa ni uwanja wa New Amani. Taarifa kwa umma ilisema kuwa uongozi wa klabu ya Simba unapenda kuwafahamisha kuwa licha ya jitihada zote zilizofanywa na serikali, TFF na klabu katika kuhakikisha mchezo wetu wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane wa tarehe 25 Mei 2025 unafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa zimeshindikana. Kutokana na hatua hiyo, mchezo huo utafanyika katika uwanja wa Amani Zanzibar kama ilivyoamrishwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Tunawaomba mashabiki na wapenzi wetu kuwa watulivu katika kipindi hiki. Aidha, tutatoa taarifa rasmi za mchezo huu na hatima ya mashabiki wetu kuelekea katika mchezo huu muhimu kupitia mkutano maalumu na wanahabari kesho tarehe 20 Mei 2025 saa 5 kamili asubuhi. Hapa ndo tuelewane, Simba Sports Club walipokosea ni kukubali mchezo wa nusu fainali dhidi ya Stellenbosch kuchezwa katika ardhi ya Zanzibar. Pale ndipo ambapo hatua ya awali walianza kukosea Simba Sports Club. Ni moja kati ya uwanja ambao umeboreshwa kiubora zaidi, hata ukikaa ukiangalia ile pitch, hata kama mvua inyeshe kiasi gani, pitch inajitoa maji yenyewe. We remember that, kama unakumbuka watu walibidi wa swap maji watoe nje, kitu ambacho kwa hadhi ya nchi yetu kwa timu zetu zinavyo perform huko nje haijakaa vyema. Mabadiliko ya uwanja kwa upande mwingine naweza nikasema shinikizo kutoka kwa Young Africans, nafikiri hapana, kwa asilimia kubwa tu, kwa sababu sidhani kama Engineer Hersi Saidi anaweza akatumia nafasi yake kuweza kuikandamiza timu ambayo iko ndani ya nchi ambayo yeye yupo, na ukiangalia ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Kwa hiyo yeye anatokea Tanzania, licha ya kuleta utani wa Simba na Yanga, lakini sidhani kama atakuwa anafurahi sana kuweza kuikandamiza Simba wakati Morocco ina timu ambazo kwa upande mwingine asichezi ndani ya Tanzania. Kwa hiyo huu ni mtazamo wa watu wengi, wanaamini hivyo kwamba huenda nafasi yake ikatumika kuconvince ama kushauri kwa namna moja ama nyingine mchezo upelekwe Zanzibar. Lakini kwa upande mwingine turudi kwenye uhalisia, sababu ambazo zimetolewa na kafu nafikiri zilikuwa open sana kuhusiana na swala zima la jiografia. Wangekomalia kucheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa, huenda tungezungumza finali ingechezwa pale pale, lakini wakati wameruhusu kucheza katika uwanja wa New Amani Complex, pengine ilikuwa imewatengezea daraja CAF ama shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika kuamini kwamba mchezo unaweza ukawa na hadhi sana ukienda kupelekwa katika ardhi ya Zanzibar kutokana na namna ambavyo uwanja una marekebisho. Turudi katika muktadha mwingine ambapo huo ulikuwa ni muktadha mashabiki wa klabu ya Simba wakiliangalia hilo kwa nafasi ambayo yuko nayo Hersi. Lakini kwenye muktadha mwingine watu wengi walifika mbali na wakasema kuwa makamu wa rais pengine wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF ameshinikiza kwa sababu yeye ni mmiliki wa klabu ya RS Berkane. Obviously inaweza ikawa hivyo totally 100% kwamba makamu wa rais ndiye ambaye anaweza akawa ameshinikiza klabu ya RS Berkane kucheza katika uwanja wa New Amani Complex, kwa sababu cha kwanza anawajua klabu ya Simba, cha pili hakuna mtu yoyote pale CAF akaenda kuzungumza uwanja wa Benjamin Mkapa asije na majibu ambayo ukifika tu ofisini lazima utashusha pumzi. Pale Benjamin Mkapa hapaingiliki. Rabihume, ukienda kanisani kesho utuombee dua, na viongozi wa dini wa Sabato kesho wakiendesha ibada watu kesho kutwa Jumamosi watuombee dua mnyama awe bingwa. Akiwakilisha Simba Sports Club, afisa habari wa klabu hiyo Ahmed Ali aliwasili visiwani Zanzibar kwa ajili ya hamasa.
Raja Casablanca are the winners of the Total CAF Confederations Cup. Wants to find it into the box, and there's the equaliser. USM Alger have become the first Algerian side to win the CAF Confederation Cup. With the winning spot kick for Berkane, they've won the Confederation Cup again. Katika viwanja vya New Amani Complex. Siku moja kabla ya mchezo, kama ilivyo ada, klabu zote mbili zilitakiwa kufanya press na waandishi wa habari ili kueleza maandalizi yao kuelekea mchezo wao wa fainali. Kocha mkuu wa RS Berkane Moin Chaban alieleza nia yao ya kutoa ubingwa kama ilivyo kwa wapinzani wao. Mamadou Kamara aliyowakilisha wachezaji wenzie alieleza kuwa wamejiandaa vizuri kuelekea mchezo wao wa fainali. Tumefanya maandalizi mazuri ya kwenda kuhakikisha tunashinda na kupata matokeo mazuri ya kuchukua kombe, na hilo kwetu linawezekana, kwani msimu huu tumeshinda mechi zote za nyumbani. Kwa niaba ya wachezaji, tangu tumefika hapa Zanzibar, maandalizi ni mazuri na tuna morali kubwa kuelekea siku ya mchezo wa fainali, kwenda kufanya kile tulichokuwa tunakifanya Benjamin Mkapa, kukileta hapa Amani Zanzibar. Huyo alikuwa mwakilishi wa wachezaji kutoka timu ya Simba Sports Club, Shomari Kapombe. Na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tunakwenda kubeba ubingwa wa Afrika. Hakuna chochote cha kutuzuia, hakuna chochote cha kutushinda, hakuna chochote ambacho kitamfanya mnyama ashinde kutimiza malengo yake ya kuchukua ubingwa. Maandalizi tuliyoyafanya, ndugu zangu waandishi wa habari, ni maandalizi ya kutisha mno. Ni maandalizi ya kufa mtu, ni maandalizi ya kiwango cha mwisho kabisa binadamu anaweza kuyafanya. Ni maandalizi makubwa sana, ni maandalizi ambayo tunahakikisha hatujafanya kosa hata moja kwenye maandalizi haya. Ni maandalizi ambayo kitu pekee ambacho kitatunyima ubingwa siku ya kesho ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Lakini kwa juhudi za kibinadamu ambazo tumezifanya, ndugu zangu, ni hatari sana. Hakuna namna yeyote ambayo Simba itatufanya tukose huu ubingwa. Lakini mwalimu Fadlu Davis amefanya kazi kubwa ya kiufundi kuhakikisha ya kwamba anawatengeneza, anawaandaa vijana wake kwa ajili ya kwenda kupigana vita kubwa, kwa ajili ya kwenda kupigana vita nzito. Pamoja na matumaini tuliyokuwa nayo ya kuchukua ubingwa huu, pamoja na imani ya ujasiri tuliyokuwa nayo ya kwenda kuchukua ubingwa huu, lakini hatuwezi kuacha wanasema akiba ya kwamba tunakwenda kucheza mechi ngumu kweli kweli. Aina mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye ni mpinzani mgumu, mwenye kila kitu kwenye maandalizi, mwenye fedha, mwenye uzoefu, mwenye ushawishi, mwenye kila kitu. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu kweli kweli, lakini sisi kupitia
idara yetu ya ufundi inayoongozwa na Mwalimu Fadlu tumefanya maandalizi makubwa kuhakikisha kwamba tunachukua ubingwa Afrika msimu huu. Nje ya uwanja wa New Amani Complex, mashabiki kutoka sehemu mbalimbali waliwasili ili kushuhudia mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho. Na hili kombe ukibeba linafunika takataka zote, linafunika makando kando yote, linafunika wezi wote. Manake waliovaa jezi tofauti na mnyama leo wote ni wezi wa simu, wamekuja kutuibia. Yoyote aliyevaa jezi tofauti na mnyama mwizi. Leo tunakukamata, tunakupa kichapo, tunakuacha unatiririka nyekundu. Yani tunatiririka ile nyekundu, sisi ndio ushindi wetu. Yani leo sisi tunakupondoa, tunakuacha unamiminika nyekundu kwenye mwili wako, yani kuna vuja kile kidamu chekundu, ndio ushindi wetu. Hatutaki mazoea. Hapa wapo vijana wa mwaka 95, 2000, 2010 wako hapa wanaangalia mechi. Wanasubiria mechi angalia kubeba kombe. Sasa kwa maana hiyo mimi najua Steven Mkwala pale leo anapewa nafasi ya kwanza. Dese Mkwala, Joshua Budo Mtale, mtu mfupi kuliko wote mule Simba. Anapewa nafasi. Hakuna maajabu yake. Lakini hao wote ambao umewataja ni kama vile mwalimu hawaamini, lakini wewe bado unawataka. Mimi nawataka kwa sababu Joshua Mtale mechi 3 alizopewa za ligi alifanya maajabu. Nini shirikisho kaka? Mechi ya kimataifa. Sio hilo tu, mechi iliyopita kule Morocco. Sawa. Joshua Mtale aliingia dakika 82. Alifika kwenye 18 mara 2. Mke wangu mwenyewe nimemwambia kae kwa kutulia, ajifungie chumbani, aje kufanya nini? Anavaa jezi ya manyoka nyoka pande boti, akae nyumbani kule aendelee kupika kubwabwa, akae nyumbani. Umejiandaa kumsimanga? Sio kumsimanga, yule atahama nyumba. Nawaambia tu kabisa, mimi mke wangu anavaa jezi ya manyoka nyoka, ila leo mnyama akibeba atatafuta kwa kwenda, yani atatafuta, la sivyo arudi kwao Kigoma. Kwa maana mikwaju ya profesa nani yule profesa pana anapiga mikwaju ya hatari. Mpanzu, Elia Mpanzu. Wewe ni profesa? Bwana yeye. Pakome kaka. Pakome wa wapi bana? Anajua finali yule. Huko nyuma kuna mwana finali mara 2 ni ya 3. Ngoma yuko nyuma akiachia vitu anafunga. Sasa huyo profesa huyo Mpanzu akiachia ule mchezo wa Joshua Mtale kujikunja kwenye miguu ya watu wameisha hawa. Ahali unakumbuka kwa Mkapa pale aliwapiga goli, alikuwa mtu mfupi Jose Mixon na anailisi namba yake. Yupo Joshua Mtale Budo mfupi kama yeye, atawaua pale. Na mimi nasema Amani ni kama kwa Mkapa, Mkapa kama Amani. Yani wamekimbia chumbani, wamekuja sebleni. Umemkimbia mwanaume chumbani, umekuja sebleni kwenye nyumba hiyo hiyo.
t-shirt kwa bei poa. RS Berkane ilikuwa ya kwanza kukagua uwanja, kisha wenyeji Simba Sports Club wakafuatiwa. Uchache wa mashabiki wa RS Berkane kutoka Morocco haukuzuia vigelegele na shangwe kusikika.
Sitaki utani sasa hivi. Utani ushaisha. Simba na Yanga ni watani wa jadi. Watu wasifike kwenye hatua ya kuingiza upinzani. Simba na Yanga sio wapinzani kama ilivyokuwa Boca Junior dhidi ya Atletico Mineiro kule Brazil ama nchi mbalimbali. Sisi ni watani wa jadi. Yaani sisi Simba, sisi Yanga ni watani wa jadi, na wasichukulie kwenye muktadha wa upinzani. Swala hilo sio uungwana, na niliweza kurekodi na nikaposti kwenye mitandao yangu ya kijamii nikikemea swala hilo, na sio mimi peke yangu tu, na media nyingi nimeona wakikemea hilo swala. Watu wa masuala ya michezo wengi wameweza kukemea hilo swala, kwa sababu kama we remember that kipindi kile da Young Africans anaingia kwenye finali ya CAF Confederation Cup, mchezo wake wa kwanza ambao ulichezwa ndani ya Benjamin William Mkapa ambao uliisha 2-1, mashabiki wa Simba Sports Club walikuwepo na alienda kuisupport Young Africans, japokuwa kuna baadhi ya mashabiki walikaa kwenye upande wa Usma, lakini kuna baadhi ya mashabiki ambao walikaa na mashabiki wa Yanga na hawakuweza kufanyiwa kitendo chochote. Shabiki wa klabu ya Simba akienda kwenye mechi za Yanga, mashabiki wa Yanga wasiriact na kuweza kumwataki yule shabiki. Mashabiki wa klabu ya Simba akienda kwenye mechi ya Yanga, mashabiki wa Yanga akienda kwenye mechi za Simba, mashabiki wa Simba wasimataki yule mchezaji ama yule shabiki wa klabu hile ambayo amekwenda siku hiyo. Mimi nafikiri ni tukio la kishamba ambalo lilitokea kule Zanzibar. Baadhi ya mashabiki walichaniwa jezi zao, lakini waliweza kufukuzwa katika uwanja. Ujiulize tu, je, kama amekuja amevaa jezi za Yanga na anahitaji kushangilia ama kuitakia mema Simba, ingekuwaje? Kwa hiyo waweze kuchukua muktadha wa mpira wa miguu. Huenda amevaa jezi ya Yanga lakini anatakia mema ama anatakia mema watani wao wa jadi. Tumeona mara kadha vilabu mbalimbali vikija Benjamin Mkapa wanafungwa wengine na Simba Sports Club wanashangilia pamoja na washabiki wa Yanga wakiwa wamevalia jezi ya Yanga. Ni wachache tu ambao tunaweza kusema hawawezi hicho kitu, lakini miongoni mwa wengi wanaweza hicho kitu. Mtu anavaa jezi ya Simba na shabiki ya Yanga. Mpira sio uadui kwa upande wangu mimi. Mpira ni maelewano na kuweza kuelewana. Zile shamra za kwamba wewe huniwezi, zile ndio zinazofanya au ndio zinazoleta faraja kwenye mchezo wa mpira. So tukianza uadui wa kuanza kufukuzana kisa mimi niko finali, wewe unakuja kufanya nini? Sijui wewe ukiona malengo kwamba huenda wewe unataka kuja kuniroga hivi na hivi. So masuala ya kuyashirikisha masuala ya shirki katika mchezo wa mpira, it's just like kama we destroy our football.
Joshua Mutale Budo ndani ya dakika ya 17 anafanikiwa kuinua mashabiki wa Simba Sports Club Mnyama katika uwanja wa Amani. Shangwe zilitaradadi kutokana na goli hilo. Musa Pinpin Kamara alitakiwa kumheshimu Fabrice Luamba Ngoma, kiungo wa kimataifa wa DR Congo Leopards. Lakini kwa nini amheshimu? Kwa sababu amevaa medali mbili akiwa na klabu mbili tofauti, AS Vita Club pamoja na klabu ya Raja Casablanca pale Morocco. Katika medali hizi moja amechukua, sikumbuki vizuri kama alishawahi kuchukua, lakini ana medali ya kombe hili. Kitu ambacho alikuwa anakifanya Musa Pinpin Kamara ni delaying of time, kitu ambacho kwa upande mwingine mchezaji mwenye uzoefu anaweza kukulaumu kwa namna moja ama nyingine. Turudi mwaka 2016 katika fainali za michuano ya Euro barani Ulaya. Cristiano Ronaldo Aveira, ama watu wengi wanamuita CR7, ilikuwa timu yake Portugal inacheza dhidi ya France katika fainali za michuano hiyo ya Euro. Ilikuwa ni dakika za mapema sana, Dimitri Payet anakwenda kumgonga katika goti Cristiano Ronaldo. Alijitahidi kucheza, lakini sivyo bahati alishindwa kuweza kuendelea na mpira. Unaona namna ambavyo mchezaji yule alikuwa na exposure, alikuwa na uzoefu mkubwa sana kwenye michuano hasa mikubwa. Amecheza fainali katika michuano mbalimbali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, lakini ukitazama namna ambavyo anajua thamani ya muda, anajua thamani ya michuano mikubwa. Nikukumbusha tu kwamba katika muktadha ambao ulitokea pale Zanzibar, Fabrice Luamba Ngoma alikasirika moja kwa moja kwa sababu cha kwanza kuna moment ambazo RS Berkane walikuwa wamepanda wengi katika eneo la Simba. Alitakiwa kuweza kufanya ile build up ama ile counter attack ambayo ilikuwa ni kama pigo la kushtukiza kwenda kwa mpinzani. Musa Pinpin Kamara alikuwa na delay kiasi ambacho anawapa nafasi wapinzani kurudi katika maeneo yao na kuanza kujipanga upya kwenye. Baada ya ugomvi kati ya Fabrice Luamba Ngoma na Pinpin Kamara kugombana pale, nilivunja kabisa imani kabisa ya kwamba Simba analibeba ili kombe. Yaani nilivunja direct kwa sababu mnagombana, it's better vimewekwa vyumba vya kubadilishia nguo kwa sababu ya masuala kama hayo. Twendeni tukagombane kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. That's why unaweza ukaona kwa nini Zimbwe akagewa captain. Kwa nilichosikia, kitu ambacho kilisababisha ule ugomvi ni kwamba Ngoma alikuwa anajaribu kumwambia Kamara kwamba unapoteza muda, tupo nyuma, waisha mipira mbele, timu icheze, tuone tunakomboaje haya magoli mawili. Lakini Kamara ni kama alikuwa hataki kukubali kile ambacho anaambiwa na Ngoma, na ndo hapo sasa ukiangalia pressure ya mchezo, pressure kwamba tunahitaji turudishe magoli mawili, pressure kwamba huu ndo mchezo wa mwisho, kwamba tunaweza tukalipata ama tukalikosa. Ukijumlisha hizo factor zote, labda kwa jinsi ambavyo na kelele ambavyo jinsi alivyokuwa anazipata Kamara, ni kama labda zilimuingia vibaya, naye akaanza kupanic kwenda kwa Ngoma, na ndo hapo ugomvi ulipotokea. Lakini nadhani kwa ukomavu na ubora wa wachezaji kama hao, ukijumlisha pia ni wachezaji wa kimataifa, wanaitwa professional player, sikutarajia kukiona kitu kama hiki. Ilitakiwa tu okay fine, tunakubaliana hata kama wote hatuwazi kitu kimoja, lakini hebu tufanye hili lipite kwanza, alafu tutakuja kujadiliana hiko ambacho tulikuwa tunajadiliana ama hiko ambacho tulikuwa tunatofautiana baadaye. Lakini hilo haikuwa hivyo. Kulikuwa na ugomvi ambao kwa kiasi kikubwa sana naweza nikasema ulichangia kwa Simba kutokupata ubingwa. Uwiano wa magoli ni Simba 1 RS Berkane 2, huku maofisa na waandalizi wa hafla ya ukabidhi wa kombe yaliendelea.
kwa kuwa hii ndiyo mechi ambayo lazima bingwa apatikane. Dakika ya 70 Simba inapata bao lililofungwa na Steven Mukwala ambalo mwamuzi Dahena Beida analitilia shaka na bila kutizama VAR analikataa goli hilo na ubao unaendelea kusoma 1-0. Dakika ya 93 Sumaila Sidibe anakandamiza msumari ambao unayakata matumaini ya wachezaji wa Simba kubeba taji la kombe la shirikisho barani Afrika, na uwiano wa magoli unakuwa ni Simba 1 RS Berkane 3. Kwa dakika chache furaha ikageuka kuwa majonzi. Matumaini ya kubeba taji kwa klabu ya Simba na kutimiza ahadi ya hayati John Pombe Magufuli kwa msimu wa 2024-2025, Simba wameshindwa kuitimiza. Full time ya mchezo uliowakutanisha Simba Sports Club baina ya RS Berkane unamaliza ukiwa na 1-1, huku aggregate ikisoma kwa mabao 3-1, RS Berkane akiibuka kuwa bingwa.
Katika vyumba vya kubadilishia nguo hakuna yeyote aliyekuwa na furaha. Kwa uthubutu na hatua ambayo Simba imefika, Coach Fadlu Davis kama kiongozi aliwapongeza wachezaji wake kwa kazi kubwa walioifanya. The match, but leading up to the match, a lot of adversity that we face, but this adversity will make us strong. The adversity of not playing in Mkapa, the adversity of coming here and after the 20 minutes us being on top, and then the game swinging in a way with fouls in the direction of Berkane, everything, free kicks, corner kicks, fouls on us given to them, but that adversity we grew from. Then the adversity of the red card, we still stood strong, we never backed down with 10 men. And we still kept fighting right up until the end. So huge credit to the players. They have grown from a match of this with all the adversity, and they will become a better team. Do you think referee was against you? No comment. Nimeumia sana. Pole sana. Though mimi sio mchezaji wa Simba, lakini kwa kawaida watu wote wa Tanzania tulikuwa tunahitaji ubingwa, si ndio? Kubeba kombe, lakini bahati mbaya it didn't happen like that. So I think kwa heshima ya Tanzania watu wengi hawajafurahi. So for me I think it's just a bad day for Tanzania. Wachezaji wa Simba wanataka wakitoka kwenye vyumba vya kondana, wanatoka taratibu wakiwa na huzuni kabisa, nyuso zao naziona hazina furaha kabisa. Chasambi huyo anapita, nyuso zao zinaonyesha kabisa wanasikitishwa na matokeo haya. Shomari Kapombe, Kibu Denis wanapita. Kwa hiyo tunashukuru na tulichokipata. Kapombe, wengi katika benchi leo walikuwa wanaonekana na maamuzi kama hawaridhiki naye. Unadhani maamuzi hakuwa fair upande wenu? Yaliyotokea kila mtu ameona. Mimi kama mchezaji nilikuwa nachukua jukumu langu la kuendelea kupush kwa sababu timu yangu ilikuwa inahitaji matokeo. Kwa hiyo yalotokea kila mtu ameona ni nini kilichokuwa kimefanyika, lakini mwisho wa siku nadhani sisi wenyewe tunatakiwa tuweze kufunga, lakini hatukuweza kufunga. Kwa hiyo naweza kusema kwamba tuliweza kupoteza nafasi na matokeo yametokea kama hivyo yalipotokea, tumeweza kupoteza mchezo wa finali.